Bwana Yesu asifiwe. Ambaye hajabarikiwa leo ina maana hatabarikiwaga tena. Tumeshabarikiwa kwa nyimbo. Na kama alivyosema mjumbe wa jana, leo ni siku ya vijana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya vijana, lazima furahi wewe. Si ndio jamani? Sema amen. Ya kwa haraka nitaomba nani msomaji mzuri wa kibembe huyu? Nani msomaji mzuri wa kibembe? Ninayo Biblia. Nani msomaji mzuri wa kibembe? Peke yangu basi nitasoma kwa uwezo wa jina la Mungu. Mtu mmoja atanisaidia kwa Kiswahili, hata Kifaransa wapo. Wasomaji wa Kifaransa. Niombe mtu mmoja asome Biblia, afungue Biblia, tutasoma katika Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 hadi 13. Kwa Kiswahili ataanza, alafu kibembe nitafuatia, au mimi kibembe acha nianze, kwa Kiswahili afuatia, alafu kwa Kifaransa atamalizia. Bwana Yesu asifiwe. Sura ya 6 mstari wa 10 hadi 13. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kibembe ni kigumu sana kusoma, kwa hiyo mtanielewa kwa hicho. Nosoma Efeso sura ya mtoba mchinji wake weyomi mpaka yomi na bisatu. Ikambula abatale motena nibo yashikala mwetakane oba na makala mwingina mwami Yesu. Na mwingina bwake bobasha bwa molo muwate bichwalo bia ilongwe byose bia abecha bilwana nabyo. Lombaka mubashe ishimia na olwana na boja bo oso bwa sona bwa wa mwito. Lombaka bechu tatole mulwana na balanga msenge shi tatole mulwana na ba mobale na bobasha baso shiba eno ese ya haolo na misombo ele mlolele yomi na bisatu obibyo itoma mwachelera omya obanda bichualo byose bya ilongwe bya abecha bya ilwana nabyo. Lombaka mule oemwa msuku cha sona na olia msombani neno mga mwana obasha ilongwe lyose mwashimane mwa leenja ha amenu machi Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mtu mwingine asome Efeso Kiswahili, Efeso sura ya 6 10 hadi 13. Aliyepaona soma. Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 hadi 13. Hadi 13. Kwa vizuri. Mstari wa 10 nasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. 11. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. 12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. 13 na mwisho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana na siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Amen. Tasoma Kifaransa. Ephésiens chapitre 6 verset 10 jusqu'à 13. Je lis nom de Jésus-Christ. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes.
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kama tulivyosoma andiko hili la Efeso sura hii ya 6 mstari wa 10 hadi 13. Haya ni maneno ya mtumishi wa Mungu Paulo. Bila kwenda mbali, somo letu la leo tutazungumzia kuhusu vita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutazungumzia kuhusu vita. Labda utajiuliza vita ni nini? Vita ni pambano kati ya mtu na mtu. Vita ni pambano kati ya nchi na nchi. Vita ni pambano kati ya kundi na kundi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo ndio vita. Wengine tukikumbuka historia ambao wazazi wetu wanatuhadisia, tulitoka Kongo, kama mimi nilizaliwa Kongo, miezi mitatu nikakimbia, tulikulia maisha ya Tanzania pale ukimbizini. Bwana Yesu asifiwe. Wako wengi. Kwa upande wangu unaweza sema labda vita vilisababisha leo niko Marekani. Bwana Yesu asifiwe. Pengine vita visingetokea katika nchi yetu, labda nisingekuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni mpango wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini vita vyetu, Biblia inasema kwamba si juu ya damu na nyama. Vita vyetu ni vita vya kiroho. Na hivyo vita si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka ya giza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ujue kama Mkristo unapambana na vitu usivyoviona. Unapambana na vitu vya giza. Amen. Kama wewe Mkristo utafanyaje kushinda hivyo vitu? Bwana Yesu asifiwe. Bila maombi hautaweza. Jina la Bwana libarikiwe. Ya, kama tulivyosoma, kitabu cha Efeso ni kitabu katika vitabu 4 vya gerezani. Ni miongoni mwa vitabu 4 alivyoandika Paulo akiwa gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Lugha nyingine au mabusu. Na katika hivyo vitabu 4 alivyoandika, moja wapo ni Efeso. Bwana Yesu asifiwe. Aliandika Efeso, akaandika Wafilipi, akaandika Wakolosai na akaandika Filemoni. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo vitabu 4 alivyoandika Paulo gerezani. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwandishi kama tulivyosoma ni yeye Paulo, ndiye aliandika kitabu hiki cha Efeso. Na tuingie mara moja kwa somo kama nilivyosema. Nitazungumzia na wewe leo somo linalosema vita. Kwa kama Mkristo ujue ni namna gani utaweza kudhibiti vita vyako. Bado safari yetu ni ndefu. Bado tunayo safari ndefu na tunapitia majanga makubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengi wetu tunakuwa wa kwanza kukata tamaa. Tunakata imani. Jina la Bwana libarikiwe. Na ili uweze kushinda vita vyako, tutaona mambo mawili. Ili ushinde vita, kwanza kuna kushinda, pili kuna kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanajeshi unapoingia vitani, lazima kitu cha kwanza utambue unaenda kushinda. Huko kuna kushinda, pia huko kuna kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Tutaenda pointi yetu ya kwanza ambayo ni kushinda. Kama Mkristo, kama mwana wa Mungu uliyenunuliwa kwa damu ya thamani ya Yesu, ili unapoingia vitani utafanyaje ili ushinde? Bwana Yesu asifiwe. Nini unatakiwa kufanya ili uweze kushinda pambano ulilonalo? Uenda unasongwa na jirani yako, uenda unasongwa na ndugu yako. Utafanyaje kama Mkristo kushinda vita vyako? Utafanyaje kama mwana wa Mungu kushinda pambano lako? Jina la Bwana libarikiwe. Tunapitia vita vingi sana, lazima tulitambue. Tunapitia vita vikubwa sana. Eza manyumbani kwetu, eza tunakozungukwa na marafiki zetu. Fulani ni Mkristo anaenda kanisani, anapenda kanisa sana. Hizo ni jaribu huenda zinakuja upate kushindwa vita vyako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu hajataka ushindwe. Lengo la Mungu anataka uweze kushinda vita vyako. Lengo la Mungu alikuchagua ili ushinde pambano lako na mwisho wa siku urithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini utakaposhindwa hapa duniani, mbinguni hauoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndiposa tunapitia majaribu makubwa sana. Nimesema pointi yetu ya kwanza tutaongea kuhusu kushinda. Na katika kushinda tutaona tunashinda vita kwa nini? Kwa nini Mkristo kama Mkristo unapoingia katika pambano lako unashinda vita kwa sababu gani? Point A ni kwa sababu una imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza uwe na imani.
Na ndiposa kila mwanajeshi anapoingia vitani kwenda kupambana, kitu cha kwanza anatanguliza imani, naenda kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Hayupo mwanajeshi atakaingia vitani na kusema kwamba mimi naenda nitashindwa. Licha kwamba anajua kushindwa kupo, lakini anaingia vitani ili aweze kufanya nini? Ashinde vile vitu. Bwana Yesu asifiwe. Na ikiwa wewe ni mwanajeshi au ikiwa wewe ni Mkristo, unapoingia katika pambano kupambana na adui yako, unatanguliza kushindwa, utashindwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapokuwa na imani ya kushinda, unatanguliza imani kabla ya yote. Na uweke imani yako mbele za Mungu. Usimtegemee mwanadamu, hapana. Weka imani lako mbele za Mungu. Ndiposa utakwenda na utakwenda kushinda vita vyako. Bwana Yesu asifiwe. Utashinda vita, tunakuambia. Jina la Bwana libarikiwe. Msomaji wangu simama tusomee Wagalatia sura ya 3 mstari wa 9. Ili tushinde vita, nini cha kwanza? Imani. Lazima uwe na imani kama mcha Mungu. Soma Wagalatia 3:9. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 9. 9 inasema, basi hao walio wa imani kubarikiwa pamoja na Ibrahim aliyekuwa mwenye imani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waliokuwa na imani watabarikiwa na Ibrahim ambaye ndio baba wa imani. Wote tunajua hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahim kwa nini alikuwa baba wa imani? Kipindi Mungu alimpatia Ibrahim mtihani, ule ulikuwa ni mtihani mkubwa sana. Na sidhani hapa kati yetu Mungu alete mtihani kama ule. Hivi kuna mtu anaweza kushinda kama alivyoshinda Ibrahim? Bwana Yesu asifiwe. Prosper tu Mungu atume sauti kwamba bwana, katika wana wako, tena alikuwa na mwanaye mpendwa ambaye alikuwa ni Isaka, kamata hiyo chinje. Bwana Yesu asifiwe. Nenda kamata chinje. Sidhani kama anaweza kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa mashaka atakuja kwamba sio Mungu. Wewe umenipatia mtoto tena ni chinje. Wa nini? Bwana Yesu asifiwe. Lakini Ibrahim alikuwa na imani. Kwa sababu gani? Alimtumaini Mungu. Aliweka imani lake kwa Mungu. Kipindi Mungu anamwambia Ibrahim, hebu chukua mwana wako mpendwa, mwana wako wa kipekee, uweze kumchinja. Bwana Yesu asifiwe. Hakusita na sauti ya Mungu. Alikwenda akaweza kumweka mtoto wake kama sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu alipoona kile kitendo, alimbariki Ibrahimu, akamwambia hapana, kipindi anakamata nini kisu aanze kuchinja, akamwambia Ibrahimu, imetosha. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni jaribu. Mungu alimjaribu apate kuangalia imani lake liko. Swali ni kwako. Je, waweza kuwa na imani kama Ibrahimu? Bwana Yesu asifiwe. Wewe unapitia katika majanga makubwa sana katika familia yako, lakini unapojaribiwa kidogo unakuwa wa kwanza kurudi nyuma. Mungu hataki urudi nyuma. Lengo la Mungu uende mbele. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa na mbele na imani yako, ndiposa baraka zitazidi kuja juu yako. Unaposonga mbele na imani yako, Mungu atamimina baraka zake juu ya familia yako. Mungu atamimina baraka zake juu ya watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Una imani. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini unapokuwa na mashaka, Mungu hatutembea na wewe. Mungu kama atembea na walio na mashaka. Bwana Yesu asifiwe. Acha waseme, acha wazungumze wanavyotaka, wewe sema tu mimi naenda na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yes, sema naenda na Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatupitisha katika mitihani mikubwa sana. Anataka apime imani zetu zikoje. Na unapoona wewe kama Mkristo, unapokuwa Mkristo miaka nenda miaka rudi, ikiwa hujajaribiwa bado, Bwana Yesu asifiwe, jiulize. Ili Mungu uweze kuangalia imani lako likoje, liko thabiti, limesimama kweli, lazima Mungu akujaribu. Bwana Yesu asifiwe. Eza atakujaribu kwa mume wako, eza atakujaribu kwa ndugu yako wa karibu. Lakini nia na lengo la Mungu anataka usonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hataki urudi nyuma. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndo imani. Soma Yeremia 17:5. Yeremia 17:5. Yeremia 17:5. Sura ya 17 mstari wa 5 nasema, ndio Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye nani? Mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amelaaniwa, Biblia ndio imesema umelaaniwa wewe unayemtegemea mwanadamu mwenzako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unamwona mwanadamu ndo kinga yako.
Unapopitia katika majaribu, imani yako imerudi nyuma, unaenda kwa waganga wa kienyeji kwamba mimi nina tatizo hili, naomba unisaidie. Kuliko kuweka imani lako kwa Mungu, unaweka imani lako kwa wanadamu. Mungu amesema umelaaniwa. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yamesema wazi, umelaaniwa wewe umtegemeaye mwanadamu. Unapopitia katika jaribu, unapopitia katika shida zako, hailishi ni shida ya namna gani, lazima ili uweze kushinda umtegemee Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Weka imani lako mbele za Mungu. Weka tumaini lako mbele za Mungu. Utashinda vita vyako. Utashinda pambano lako. Sababu gani? Umeweka imani lako mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haipaswi Mkristo kama Mkristo umtegemee mwanadamu mwenzako. Hebu mtegemee Mungu tu. Yeye ndio muweza wa yote. Bwana Yesu asifiwe. Tunapitia katika majanga makubwa sana kama Wakristo. Maana jina Ukristo wengine tunachukulia kama vile utani. Lakini tukiangalia lina uzito wake. Maana yeye mwenyewe Kristo aliacha uungu wake mbinguni akaja duniani kukutafuta wewe uliyepotea. Ulikuwa mbali na uso wake. Akaona si vema, akashuka duniani kuja kukutafuta wewe. Lengo lake uweze kufikia toba yake. Lengo lake uweze kufika na urithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapokuwa sasa wewe ndio kutegemea mwanadamu, unaweka imani lako kwa mwanadamu mwenzako, uweze kushinda pambano hili. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia yake inasema kuwa waaminifu kwa Bwana. Lazima tuwe waaminifu mbele za Mungu. Unapokuwa mwaminifu mbele za Mungu, Mungu atazidi kuonekana. Mungu atajirisha mbele zako. Mungu atamimina baraka zake. Kwa sababu gani? Umekuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Uwe mwaminifu mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia, ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza sura 17, ukianza kwanza pale ushuke mstari huo, utakwenda kuona namna gani Daudi kama Daudi alivyokwenda kupambana na Mfilisti ambaye anaitwa Goliathi. Bwana Yesu asifiwe. Wengi tunajua historia hiyo. Daudi alikuwa ni mmoja wapo, alikuwa ni kijana mdogo sana. Lakini kwa nini alishinda pambano lake? Alikuwa mtiifu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuwe watiifu mbele za Mungu. Tunapokuwa watiifu mbele za Mungu, atazidi kuonekana na tutaweza kushinda pambano tulilonalo. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa washindi mbele za Mungu, tukiwa washindi, ili tuwe washindi mbele zake, ili tuweze kushinda pambano letu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu kwanza hata tupungukia. Jina la Bwana. Ili utake kuwa mshindi wewe, utake kuwa mshindi, ujue kwamba kwanza Mungu hawezi kukupungukia. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Soma Zaburi 23 sura 23 mstari wa kwanza. Zaburi. Mungu hata kukupungukia kama unapokuwa mshindi. Ukitaka kuwa mshindi, hawezi kukupungukia. Zaburi 23. Zaburi ya 23 sura ya kwanza. Sura ya kwanza? Yes. Zaburi 23 mstari wa kwanza nasema, Bwana ndiye mchungaji wangu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mbele. Yaendelea ushemi. Mbele, katika malisho ya majani mabichi unilaza. Kando ya maji ya utulivu uniongoza. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni Zaburi aliyoandika mtumishi wa Mungu Daudi. Daudi alianza kuandika barua hii au aliandika kitabu hiki cha Zaburi 23 kipindi aliweza kushinda pambano lake na mfalme Sauli. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukikumbuka, wana wa Israeli walikuwa na mapambano makubwa sana na Wafilisti. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi hicho Wafilisti walikuwa nguvu sana kushinda hata Waisraeli. Huyu nani? Daudi alikuwa ni kijana mdogo sana, alitoka katika nyumba ya Yese, kijana mdogo sana. Lakini Mungu alimuinua. Kipindi hicho wana wa Israeli walikuwa na tabia fulani, walijengea tabia fulani wanapokuwa vitani, kabla ya vita kuwa lazima wao kwenye kambi. Sasa Daudi kipindi yupo nyumbani, baba yake alikuwa na tabia moja ya kumtuma kwenda kule kambini vitani waliko ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Kila mara alipokuwa mnamtuma, alikuwa akipelekea ndugu zake chakula. Na kama tunavyojua, anapopeleka chakula kule lazima kwanza waulizane, vipi hali ya nyumbani mkoje? Sasa Daudi alikuwa na hiyo akajijengea hiyo hali. Kila mara anapokwenda vitani
akionana na ndugu zake, anauliza vipi, vita vikoje? Lakini Goliathi huyu Mfilisti, Biblia inakwambia kwamba alikuwa ni jitu na alikuwa akiogopeka sana. Hata mfalme Sauli alishindwa. Kwa sababu gani? Wanajeshi wote wa Israeli, kila mmoja alipokuwa akipambana na nani na jitu hili ambalo tunaita Goliathi, walikuwa kifeli. Walikuwa akishindwa pambano hilo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Huenda hawakujiamini. Hawakuwa na imani mbele za Mungu kwamba wanaweza kushinda. Lakini ujasiri ulimwingilia kijana siku moja, kipindi Sauli akatoa tangazo, akatoa tamko. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme Sauli akatoa tangazo na tamko kusema kwamba ni yupi kati ya wanajeshi wangu, yupi kati ya jeshi langu mimi atakayesimama na kwenda kupambana na Mfilisti huyu, atakayeweza. Akatoa ahadi zake kama mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Nitampa hiki, nitampa hiki, nitampa hiki. Ndipo sasa kijana alikuwa mkutano katika kambi. Bwana Yesu asifiwe. Akasikia tangazo. Akauliza, kado, mbona nasikia? Anasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Atampatia nini? Atanipa nini? Kijana kaingiliwa na ujasiri kwa kusema kwamba imetosha. Akamwambia mfalme, nitakwenda kupambana. Mfalme akaangalia, Daudi, utapambana? Daudi, hapana. Alimdharau. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unadharaulika na ndugu zako kuona ulivyo. Hebu usikate tamaa kama Daudi. Amen. Daudi alimwambia mfalme kwamba hapana, imetosha. Nitakwenda na nitapambana tu. Hivi vita ni vita sasa, vimetosha. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa ameua wengi wetu, leo na yeye imekuwa mwisho wake. Daudi akasimama na ujasiri huo na imani. La kwanza aliweka imani na pia akawa mtiifu. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa na imani, unapokuwa mtiifu, utashinda pambano lako. Hailishi unapitia mangapi. Daudi akasimama. Alipokuwa mbele ya mfalme akamwambia mfalme, licha ya kwamba vitu umeahidi, sijeje kwa sababu umeahidi. Nimesimama kwa sababu Mungu wangu ametukanwa na kutosha. Nimesimama kwa sababu Mungu wangu amezaraulika na kutosha. Na mimi nitakwenda nitapambana. Alichokifanya mfalme Sauli, Biblia inasema kwamba alimvalisha. Historia iko katika Samueli wa kwanza sura 17. Usome yote utaweza kuona historia hii. Kijana akamwambia kwamba mimi nitasimama na nitapambana. Bwana Yesu asifiwe. Alichokifanya mfalme sasa, akakamata vazi la kijeshi akamvalisha kijana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kijana alipoweka zile vazi, Biblia inasema kwamba zilikuwa na kilo uzito. Bwana Yesu asifiwe. Akasema mfalme, hapana. Alichokifanya, unajua alifanya nini? Alirarua yale mavazi akayatoa. Bwana Yesu asifiwe. Yalikuwa makali. Hakutumaini kwamba yeye alimwamini Mungu. Hata kwa mkono atamuua. Hakuweza kuwa na imani kusema kwa mavazi yeye nitamuua. Hapana. Kwanza aliweka imani yake mbele za Mungu. Kijana alipotoa yale mavazi, alipokwenda sasa vitani apambane na jitu lile Goliathi. Goliathi alipoona, alianza tena kutukana na kucheka Israeli. Mmechoka sasa. Kwa hiyo mmeshindwa, mnanipataka toto kadogo kama haki. Wakati unapotaka kufa, mtu anakufa kwa bema, anasemaga mihashi. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba ukitaka kufa ni kama vile ushaanza nusu kwenda nakufa mimi. Bwana Yesu asifiwe. Utakwenda wewe, unaanza nakufa mimi, nakufa, na ndivyo utakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Akaanza kucheka Goliathi. Inakuwaje mnanitumia kijana kama huyu mdogo? Lakini kijana alisema kwa jasiri, nimekuja na kwa jina la Mungu nitakuua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina la Mungu nitakuua. Daudi akasimama na ujasiri huo. Alipokwenda, Biblia inasema kwamba aliokota mawe matano. Na katika mawe matano kila jiwe lilikuwa na maana yake. Labda ni somo lingine, Mungu akifunua tutahubiri siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kijana akasimama na mawe hayo, lakini maandiko yanasema kwamba jiwe la kwanza tu alilolitupa na ndilo lililoleta kifo cha Goliathi. Bwana Yesu asifiwe. Ushindi ukaonekana katika taifa la Israeli. Ushindi ukaibuka katika taifa la Israeli walioonewa miaka nenda miaka rudi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kijana akasimama na ujasiri wa ajabu, akawa na imani ambayo ni imani thabiti. Akasema kwamba kwa jina la Mungu nitamuua Goliathi. Na ndipo akasimama na kuanza kwenda kumpiga jiwe tu hivi moja tu. Goliathi akafa. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na imani ya ajabu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini aliandika Zaburi hii? Kipindi alipomuua Goliathi, Israeli wakafurahi kile kitendo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mfalme sasa Sauli alipokuja kuona huyu kijana kwa staili hii, ngoja mimi nimtoe, maana atakuja kuninyang'anya kiti chako cha ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie kitu kimoja kwamba mpango wa Mungu sio mpango wa mwanadamu. Hailishi unapitia mangapi, ujue kwamba mpango wa Mungu sio mpango wa mwanadamu. Sauli alipanga kivya kwake atamuua Daudi, lakini Daudi alishinda. Bwana Yesu asifiwe.
alikuwa na imani mbele za Mungu. Walipokwenda, Sauli akaanza kumfuatilia sasa kutaka kumuua Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu kijana alikuwa na imani, ndipo akaandika Zaburi hii 23 kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ailishi napitia mangapi kumweke Bwana kuwa mchungaji wako, utaweza kushinda pambano lako. Jina la Bwana libarikiwe. Wakristo wengi tunakata tamaa mapema sana. Hutaki kukata na kuvunjika moyo. Usikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Jipe moyo. Simama kwa imani kama alivyosimama Daudi na akashinda pambano lake. Ailishi unapitia mangapi katika familia yako, simama na ujasiri mbele za Mungu, utashinda pambano lako. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ndivyo ilivyo. Pili, nasema kwamba Mungu hawezi kutuacha. Tunapomwamini Mungu hataweza kutuacha kamwe. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuwa watu wenye imani, tunapokuwa watiifu mbele za Mungu, Biblia inasema kwamba yeye hataweza kutuacha kamwe. Hata upitie mangapi atazidi kuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tatu, inasema kwamba Mungu atakupa uhodari. Lazima utapata uhodari. Naomba msomaji wangu soma Yeremia 1:8. Utapata uhodari. Utakuwa mshindi kama alivyokuwa mshindi Daudi. Akasimama na ushindi wa ajabu. Alikuwa mtiifu mbele za Mungu, akamwamini Mungu, akamweka Mungu mbele. Yeremia 1:8. Kitabu cha nabii Yeremia sura ya 1 mstari wa 8. Nasema, usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inakwambia usiogope. Yuko pamoja na wewe na atakuokoa kwa jaribu lako. Bwana Yesu asifiwe. Ailishi napitia mangapi, ikiwa alimuokoa nani Daudi katika pambano alilokuwa nalo, vita vikali alivyokuwa navyo, iweje wewe? Atashindwa ikiwa hauko mtiifu mbele zake, hataweza kukuokoa. Atashindwa ikiwa haumwamini. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa wewe kama Mkristo unapoingia katika vita, unajua vita hivi ni vita vya kiroho tulivyo navyo. Ni vita vya kiroho. Wewe unapitia majaribu mengi, hebu muamini Mungu, utaweza kushinda. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. 4 inasema kwamba anataka wewe usiache neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kusoma hata Wakolosai, utasoma hata nyumbani, Wakolosai 3:16, Wakolosai. Utasoma hata nyumbani. Anataka uweke neno la Mungu ndani yako. Unapoweka neno la Mungu ndani yako, hata aje nani, Bwana Yesu asifiwe, utaweza kushinda pambano lako. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu kwamba hiki ndio kitu kilipo. Kwa sababu tumekosa neno la Mungu ndani yetu, tumekuwa tunashindwa, hatuko washindi. Neno la Mungu alimo ndani yetu. Ukikutana na Muislamu akuulize swali moja tu, sijui kwa nini haujaweka neno la Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wewe ungekuwa umeweka neno la Mungu ndani yako, ungekuwa mshindi. Daudi akashinda, aliweka neno la Mungu ndani. Jina la Bwana libarikiwe. Sochile makeite towa malolwa na ilongwe. Sochile makeite towa malolwa na ilongwe. Sochile makeite towa malolwa na ilongwe. Nimwe sochile makeite towa malolwa na ilongwe. Ndiposa ataweza kushinda vile vita. Bwana Yesu asifiwe. Maana kupambana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka ya giza, wafalme wa dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Ndio watu tunapambana nao. Lakini tunapoweka imani mbele za Mungu, tunapokuwa watiifu mbele za Mungu, Mungu akisema lazima utii kila anachokisema, ndiposa tutashinda vita hivi. Bwana Yesu asifiwe. Pambano letu ni pambano kubwa sana. Vita vitu ni vita vikali sana.
Na ikiwa kama Mkristo ulioni, ulitambui, ndugu yangu nakupa pole. Bwana Yesu asifiwe. Tunapitia majaribu mengi sana. Tunapotea tu mwisho na ndo ya pili na ndo ya mwisho. Sasa labda kuchosha leo. Wakati gani tunaweza kuwa washindi? Bwana Yesu asifiwe. Wakati gani tutaweza kushindwa? Ni wakati upi tunaweza kushindwa? Bwana Yesu asifiwe. Nyakati zipi tunazopitia ili kama Mkristo tunaweza kushindwa? Tunashindwa katika vita tulivyo navyo, tunashindwa katika mapambano tulio nayo. Ni wakati upi? Bwana Yesu asifiwe. Yake inasema kwamba kwa kukosa imani. Utasoma Wathesalonike wa pili sura 3 mstari wa 2. Utasoma hata nyumbani. Unapokosa imani, ina maana huwezi kushinda vita. Bwana Yesu asifiwe. Hata askari anapokwenda vitani, akishakosa tu imani, akiondoa imani lake, huyo tayari ameshindwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma habari ya Gideoni katika Waamuzi, usome sura yake ya 7 wazi kwanza pale usome, yani niseme kwamba ile sura ya 7 yote usome yote. Utakwenda kuona ni namna gani Mungu alivyomchagua Gideoni pia aweze kupambania taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Akamchagua Gideoni. Lakini kipindi Gideoni alipochagua wanajeshi, Biblia inasema kwamba alichagua jeshi wengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu akamwambia Gideoni kwamba hapana, hawa watu wote uliowachagua ni wengi. Hesabu ulionipatia Gideoni ni nyingi sana. Hebu punguza watu. Bwana Yesu asifiwe. Alichokifanya Gideoni, aliingiza mtihani katika wale wanajeshi. Nataka nikuambie ni namna gani unaweza kushindwa kukosa imani. Hicho ni kitu cha kwanza. Akatoa tamko Gideoni kwamba kati yetu ni nani ambaye anajisikia hataweza vita hivi? Ainue kidole. Wakainua wanajeshi wengi wengine. Bwana Yesu asifiwe. Wakarudi. Jina la Bwana libarikiwe. Waliporudi walirudi kwa nini? Walikosa imani na kusema kwamba watakwenda kushinda. Waliweka mashaka. Na siku zote mashaka ni adui wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Wakarudi, waliporudi tayari jeshi lile likaenda. Bwana Yesu asifiwe. Kukabakia wengine. Ndiposa Mungu akaleta mtihani wa kusema kwamba wataka lamba maji kama mbwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio wimbo ambao tuliimba. Hao ndio watakao kufanya nini? Una maana kwamba umwambia kwamba mfano si maji yako hapa, mtu uko hapa. Unakunja magoti yako kama vile mbwa anavyokunywa maji. Bwana Yesu asifiwe. Akatoa mtihani huo kwamba wataka uweza kulamba maji kama mbwa, hao wataweza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wapo walioshindwa na wengine wakarudi. Bwana Yesu asifiwe. Walishindwa na mtihani. Imani yako inakupeleka wapi kama Mkristo? Amen. Imani yako inakupeleka sehemu gani kama Mkristo? Kwa jaribu unazozipitia, huenda unakata tamaa, huenda unarudi nyuma. Mungu hajataka urudi nyuma. Lengo la Mungu usonge mbele ili mwisho wa siku urithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndo lengo la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pili ni kukosa utii. Utiifu ni kitu kikubwa sana. Mchungaji wako anapokuambia bwana fanya hivi, unakataa, hauko mtiifu. Baba au mama anapokuambia Prosper nipeleke sehemu fulani au nifanyie kitu fulani, mimi ndio kwanza hapana baba, siko mtiifu mbele ya wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini lengo la Mungu ili tuweze kushinda vita vyetu, tunashindwa hivi vita kwa sababu hatuko watiifu mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Maneno ya Mungu yanapokuja tunakuwa wa kwanza kudharau. Maneno ya Mungu yanapokuja tunakuwa wa kwanza kupitisha. Bwana Yesu asifiwe. Nia ya Mungu na lengo lake tuweze kuwa watiifu ili kushinda vita hivi. Lakini tusipokuwa watiifu tutazidi kushindwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Hata uombe sana, hata upige magoti sana, usipokuwa mtiifu mbele za Mungu wewe ni bure. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wengi wetu tumeshindwa na maombi. Kila siku mchungaji anatangaza maombi ndio silaha ya Mkristo. Na ikiwa bado wewe ni Mkristo unashindwa na maombi, wewe ni kitu bure. Bwana Yesu asifiwe. Lazima upende maombi. Uweze shinda vita hivi bila maombi. Bwana Yesu asifiwe. Napokuwa siku ya Jumamosi maombi mnahesabiana. Kanisa tuko wengi. Maombi kweli inaeleweka, kazi zinafunga wengi wetu. Lakini pamoja na kazi, mtu anaweza kwenda kazini na unaomba Mungu. Vinafanyika, si ndio? Upo kazini unafanya kazi na unamuomba Mungu. Tanguliza maombi mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo utakwenda kushinda pambano hili.
Ukiangalia hapa kwa kukosa utii, unaweza kusoma kitabu cha Yoshua sura ya 7 mstari wa kwanza ushuke yote Yoshua. Utakwenda kuona namna gani Mungu alivyomchagua pia Yoshua baada ya mtumishi wake kufa ambaye alikuwa ni Musa, aliyekuwa kiongoza taifa la Israeli. Musa alipokufa, alimuinua nani? Yoshua kusimamia taifa. Palikuwa na akida mmoja ambaye anasema kwamba alikuwa ni amiri jeshi, askari mkuu, ina maana kwamba mwangalizi wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Katika taifa hili anaitwa ni Akani. Ukisoma historia hii utaipata ni historia nzuri sana, ilinijenga sana Prosper. Akani alikosa utiifu mbele za Mungu. Kwa nini? Mungu alipotoa mtihani, maana wana wa Israeli waliingia katika pambano, wakaanza kupambana vita. Walipokuwa kipambana vita, Mungu akatoa tamko. Ilikuwa ni baada walitoka kupiga Yeriko. Yeriko ilikuwa ni mji mkubwa sana. Wakaangamiza Yeriko. Wakajitolea utukufu, hapa tumeweza. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tusonge mbele. Mbele palikuwa na mji kadogo sana. Kalitwa Hai. Bwana Yesu asifiwe. Hai kalikuwa ni mji kadogo, yani kadogo sana tu. Wakasema kwa tena Yoshua akabaki na baadhi Yeriko. Akatuma wanajeshi kama 1000. Ukisoma Yoshua 7 kushuka utaona historia hii. Alivyotuma wanajeshi baadhi kwenda kuchungulia mji wa Ai, waangalie ni namna gani wanaweza kwenda kupambana. Alikuwa ni mmoja ambaye akida nilisema ni Akani. Yeye aliingiliwa na tamaa, akakosa utiifu wa neno la Mungu. Mungu akasema kwamba huko mnako kwenda, tafadhalini sana, chochote mtakachokiona msichukue, kiacheni. Lakini Akani akaona, tamaa ikamwingilia. Bwana Yesu asifiwe. Aliona nini? Mali, dhahabu, kwamba hizi mali zipite hivi tu. Tayari Mungu ameshatoa tamko lake, lazima utii lile tamko. Ana nia na lengo alilotuma yeye akwambia hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wenda Mungu anakupatia tamko, anakuambia fanya hivi, unashindwa kuwa mtiifu, hautashinda vita. Bwana Yesu asifiwe. Akani wakaingia vitani, wana wa Israeli wakaenda. Yoshua alikuwa kibaki na baadhi. Walivyokwenda vitani kupigana na Ai, tayari ameshatenda, alikosa utiifu, akaficha kile kitu, akaficha zile mali. Walivyokwenda ilikuwa ni kitu cha ajabu, walipigwa na kale kama mji. Bwana Yesu asifiwe. Wakapigwa. Ule ulikuwa ni mpango wa Mungu. Mungu anapokuambia fanya kitu na usipofanya, ndugu yangu, kubali ukatae, utashindwa vita vyako. Wakashindwa. Yoshua, Biblia inasema kwamba akalia, akararua mavazi yake kulia na wazee wa Israeli. Wakamlilia Mungu. Mungu ni nini? Lakini ukiendelea mbele katika kitabu cha Yoshua utaona ni namna gani Akani alikwenda katubu ile dhambi yake, akasema kwamba kweli nilifanya hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini unapita katika mambo mengi ndugu yangu. Yamkini Mungu anakupitia katika vitu vingi ili uweze kushinda. Kuwa mtiifu, kuwa mwaminifu mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa mwaminifu, unapokuwa na imani thabiti, utashinda pambano lako. Jina la Bwana libarikiwe. Na mwisho, tufanye nini ili tuweze kushinda vita vyetu? Nini tukifanya ili tuweze kushinda vita? Kwanza ni hilo imani tu. Ina maana kwamba imani ndio pointi kubwa sana. Kitu cha kwanza katika vita, weka imani mbele. Unapokwenda utashinda. Bwana Yesu asifiwe. Uweka, tanguliza imani lako. Hii unaweza kusoma katika Waebrania sura ya 11 mstari wa 5, mstari wa kwanza hadi 5. Waebrania utaona namna gani. Pili ni tuweke dhambi zetu wazi. Soma Methali 28:13 hadi 14. Naenda kumalizia somo langu. Methali 28:13 hadi 14. Tuweke dhambi kando, tuepukane na dhambi, tutaweza kuwa washindi. Unapokuwa bado uko ndani ya dhambi, ndugu yangu, hata uombe namna gani, hautokuwa mshindi kamwe. Tusome Methali kijana. Methali 28:13 hadi 14. Methali 28:13 hadi 14 nasema, afichaye dhambi zake atafanikiwa. Sawa. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. 14. Mwanadamu mwenye kicho ya heri siku zote, bali mshupavu wa moyo ataangukia madhara. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajifanya kuficha dhambi zako, hautaweza kushinda vita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu toa dhambi zako. Watumishi wapo. Ni kweli tuko binadamu na tuliumbwa kwa damu na maji. Siku zote mwanadamu ni mtu anakosea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunakosea, ni kitu kipo, tunakosea, lakini pale unapokosea, hebu nenda kwa mchungaji wako,
au anguka mbele za Mungu, Mungu nimekosea, naomba rehema zako. Yeye ni wa rehema, atakurehemu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapopicha kitu chako ndani, hata uingie katika pambano, ujaribiwe, utaweza, yaani utashindwa tu. Kwa sababu gani? Hujaweza kuweka imani lako mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na mwisho inasema kwamba tuache tamaa. Tuache tamaa. Wakristo wengi tumekuwa na tamaa. Hicho ni kitu kingine kinatuma sisi tusifanikiwe na kuweza kushinda vita vyetu. Maana ukisoma Tito sura ya 2 mstari wa 11 hadi 12, Biblia inasema kwamba maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Hiyo neema ya Mungu inatufundisha sasa kukataa ubaya na tamaa za kidunia, ili tupate kuishi kwa kiasi na haki na utaua katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu siku zote ipo kuweza kukuingilia wewe uachane na dhambi, uepukane na dhambi. Akani ambaye aliweza kuona kaingiliwa na tamaa. Tamaa ikamwingilia, lakini mwisho wa siku alishindwa, wakapigwa na mji kadogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kwako ndugu yangu, nisingetaka labda kukuchosha mchana wa leo. Nimetaka Mungu ametaka tuweze kuongea neno ili tuchangie neno ili kwa pamoja. Uweze kuona ni namna gani utaweza kuwa mshindi katika vita vyako. Ujue ni namna gani, ni jinsi gani unaweza kushinda. Unashindwa katika vita vyako. Unashindwa kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Imani yako, utangulize imani ili uweze kushinda vita. Jina la Bwana libarikiwe. Yeyote uonayo uko katika mwendo wako, yafaa kumwambia Yesu atakusaidia, kwa kuwa kila aombaye Mwokozi